kwa matukio mbalimbali yanayoendelea ulimwenguni, pamoja na stori za udaku za wasanii pamoja na watu maarufu ambao wanatoka Tanzania na hata nje na mipaka ya Tanzania. Subscribe chini ya video hii na kisha turn on notification button ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Sakata la mwanadada Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki kwa sasa hivi tunaweza kusema limefikia pabaya kutokana na taarifa hizi ambazo zimekuwa zikiendelea katika mitandao ya kijamii zikimhusu mwanamke huyu ambaye ni Hamisa Mobeto. Siku ya leo Hamisa Mobeto ameanika ukweli ambao watu walikuwa hawaujui kuhusiana ni vipi aliweza kumpata Stephen Aziz Ki mpaka kuanzisha mahusiano na hatimaye yale mahusiano yakawa ni mahusiano halali ambayo ni mahusiano ya ndoa. Na Stephen Aziz Ki ikumbukwe ni moja kati ya wanaume ambao walishauriwa kabla ya kuingia katika mahusiano na huyu mwanamke, kwa sababu watu wengi walikuwa wanajua historia ya nyuma ya huyu mwanamke ni historia ya namna gani. Hawakutaka mwanaume huyu aweze kuchafua CV yake kutokana na tabia za mwanamke huyu ambaye ni Hamisa Mobeto. Na Stephen Aziz Ki ikumbukwe hapo nyuma aliweza kushauriwa na Ali Kamwe, ni moja kati ya watu ambao walimpa ushauri mzito, ambao ushauri huu Stephen Aziz Ki aliamua kuweka chini na kusonga mbele na mahusiano yake. Na hatimaye haya mahusiano yamekuja kuwa ni mahusiano ya fedheha kwa sababu wameweza kuachana rasmi, na Hamisa Mobeto leo akaamua kuanika huu ukweli kwamba mahusiano yake na Stephen Aziz Ki hayakuwa mahusiano ya kawaida, kwa sababu njia ambazo aliweza kupitia mpaka kuja kumpata Stephen Aziz Ki ni njia hatari na ni njia ngumu. Akasema kwamba aliamua kwenda kwa mganga ili mradi tu aweze kumteka kihisia Stephen Aziz Ki, kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kumfesi Stephen Aziz Ki. Ikumbukwe hii tabia ni moja kati ya tabia ambayo inawakosti wanawake, kwa sababu akifall in love so mtu rahisi wa kwenda kumfesi mwenzake wa kwanza. Na kitu hiki Hamisa Mobeto ameweza kukizungumzia, ni moja kati ya vitu ambavyo viliweza kumfanya aweze kutafuta mganga wa kienyeji ambaye mganga huyu angeweza kumsaidia katika mambo yake ya kumteka huyu mwanaume. Na ikumbukwe lugha ya huyu mwanaume ilikuwa ni lugha ya Kiarabu au lugha ya Kiingereza. Ni moja kati ya lugha ambazo alikuwa akipendelea kuzitumia kulingana na mazingira. Mwanaume huyu kwa Kiswahili alikuwa hawezi kuelewa kwa urahisi, ama alikuwa akizungumza maneno baadhi na kufanya mahusiano yake yakaendelea kupamba moto kutokana na marafiki wengi walikuwa wakimshauri kwamba sio lazima aweze kuongea Kiswahili ili aweze kudeti na Hamisa Mobeto. Na Hamisa Mobeto akaendelea kusema kwamba baada ya kuonana na yule mganga aliweza kupata kile ambacho alikuwa akikitaka kwa yule mganga, na hatimaye mahusiano yake yakaweza kumea na kumpata mwanaume huyu ambaye ni Stephen Aziz Ki, na amekiri anajutia tendo hili ambalo aliloweza kulifanya miaka hiyo akiwa anatafuta penzi kutoka kwa Stephen Aziz Ki. Je, unahisi mwanamke huyu ambaye ni Hamisa Mobeto kumwendea Stephen Aziz Ki kwa mganga ili mradi tu aweze kumpata yuko sahihi? Tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification. Ciao.